يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Lakini haitaishia hapo wakati wa kutolewa roho furaha yako tu, bali furaha yako itafurahika pia wakati ukikabidhiwa kitabu chako siku ya kiyama na Mola wako useme. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama wale watakaopewa vitabu vyao kwa mikono ya kulia, fayaqul, watasema kujifakhari kwa wengine, ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia fahuwa fi 'ishatin radhiya. Inshallah Mwenyezi Mungu kwa mkutano wetu huu haya tunayoyasema yakathibiti mbele za Allah. Tulipokuwa tunaakhirisha darasa letu kwa mapumziko ya wiki, tulikuwa bado tunaendelea katika surati Yunus, na tulisimama katika aya ya 64, aya iliyotokana na maelezo ya 62. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, ala zindukeni, inna awliya Allahi, hakika ya wapenzi wa Allah, wapenzi wake Allah, hakika ya wapenzi wake Allah, la khawfun alaihim, wapenzi wa Allah hawatakuwa na hofu juu lao, si katika dunia yao hawatakuwa na hofu, si katika kuvuliwa roho kwao hawatakuwa na hofu, watakapolazwa katika miana ndani yao hawatakuwa na hofu, hata ile yaumul faza'il akbar bado wao hawatakuwa na hofu, kwa sababu wao auliyaullah, ni wapenzi wa Allah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatumia harfu hii ya ala, zindukeni, harfu tambihi, inna awliya Allah, hakika ya wapenzi wa Allah, la khawfun alaihim. Tafsiri nyingine waweza ukapita, hawana sababu ya kuwa na hofu. Kwa nini wawe na hofu? Wapenzi wa Allah, kitu gani kitakachowafanya wao kuwa na hofu? Ala inna awliya Allahi, hakika ya wapenzi wa Allah, la khawfun alaihim, hawana sababu ya kuwa na hofu juu lao, waogope nini? Wala hum yahzanun, na wala hawana sababu ya wao kwamba watahuzunika, hakuna sababu hiyo. Kwa hivyo la khawfun alaihim, hawana hofu juu lao, wala hum yahzanuna, wala hawatahuzunika. Hawa ni watu maalum, watu hao wanaitwa awliya Allah, wapenzi wa Mwenyezi Mungu. Wapenzi wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amewabainisha. Kama unataka kuwajua ili na wewe ujipinde uwe miongoni mwao, Allah anawapambanua wajulikane. Alladhina amanu, ni wale walioamini imani ya kweli, sio wanaoshinda toka asubuhi mpaka saa 12 viwanjani. Alladhina amanu, kuna watu dhuhuri zinawapita, la asiri hawakuswali, wanalalamika kama wamefiliwa na baba zao. Hawa watu sio auliya Allah. Hawa ni lazima wawe na hofu hata timu zao zikifungwa, kwa sababu sio auliya Allah.
Mwenyezi Mungu anawabainisha auliya Allah. Tafuta nafasi na wewe upenye katika eneo hilo. Anasema Mwenyezi Mungu, alladhina amanu, ni wale walioamini imani ya kweli, wakamtambua Allah kwa vile anavyostahiki Allah, wakamuabudu Allah vile alivyoagiza Allah, wakayaepuka makatazo ya Allah kama alivyokataza mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Humul ladhina amanu wakanu, na wakawa hao ladhina amanu yattaquna, wanaishi wakiwa na hofu katika dunia. Na Mwenyezi Mungu kupitia mtume wake anasema kwamba Mwenyezi Mungu hatokusanya hofu mbili kwa mja wake mmoja, kwamba duniani awe na hofu alafu siku ya kiyama akawe na hofu. Ukiwa na hofu katika maisha yako ya dunia ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hutokuwa na hofu wakati wa kukutana na Allah. Lakini kama leo unaishi bila ya kujali, bila ya kuwa na hofu, unajifanya hamnazo, unajifanya huna adabu, unajifanya umejiumba mwenyewe, unajifanya una nafasi, huogopi wewe ndio mwenye amri, ukawa hujali wala hubali, elewa wewe utakuwa na hofu kila wakati. Kama una pesa utatafuta mabausa wa kulinde. Kule kulindwa na mabausa, ile maana yake ni hofu. Shafahamu Mtume sallama alikuwa na maadui kila upande, lakini alikuwa anawaambia masahaba, khallu dhahari, acheni msikae nyuma yangu kunilinda. Tunafahamiana. Lakini kama humuogopi Mungu, utamuogopa mpaka Mungu, ukamtafutie madawa na madawa na madawa ili usipate kuumwa na mbu, kwa sababu unaogopa malaria. Shafahamu? Kwa sababu hukumuogopa aliyemuumba mbu. Ukimuogopa aliyemuumba mbu, Mwenyezi Mungu atamsalitisha mbu asikudhuru. Watu waliwashika mikono simba, watu waliwaamrisha simba, pita, ondoka, tunataka tupite, na wakaondoka wakatii, kwa sababu simba ni makhluku wa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Wapenzi wa Mwenyezi Mungu wanapolitaka lao kwa Allah, Mungu anawapa. Lakini maadamu haogopwi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tutaogopa kila kitu, mpaka kivuli chako utakiogopa. Leo ziangalie nyumba zetu, umeme uliomo ndani ya nyumba wenyewe ni hatari lakini tumeona bado tutafute ulinzi tena wa moto. Nyumba zetu zote zimejengewa waya kule za umeme. Umefahamu? Kubwa utakaloambiwa, nyumba inalindwa na umeme huo. Umeme unakulinda wewe, wewe mwenyewe uko hatarini na huo umeme. Ushafahamu? Lakini ni kwa sababu gani hatumuogopi Mwenyezi Mungu? Tunaogopa kila kitu, mpaka Mtume ametukataza sisi au ametuelekeza wakati wa kulala moto tuzime. Sisi wakati wa kulala ndio moto tunawasha. Hebu niambie, ikitokea pale tuje kuchukua nini? Tusome hitima hapo hapo au tuje kuchukua nini?